Sasa mzee Upako, ndajuaje nina kibali? Nasema matamko ya kinabii juu ya kibali. Usikimbilie kibali, jenga mahusiano na Mungu Baba. Kutoka 25, na kibali kitakufuata chenyewe. Kibali ni nguvu ya unabii, kitafuata chenyewe. Kibali sio tu ni baraka, lakini uzito wa Mungu ulio juu ya mtu wake. Sio kila mtu anaweza kubeba kibali. Kadiri kibali kinavyoongezeka ndivyo uwajibikaji unavyoongezeka. Kutoka 33. Musa alitamani kumwona Mungu zaidi kwa sababu alibeba kibali. Yani mtu wa Mungu anatamani kumjua Mungu zaidi, ibada zaidi. Kibali akiwezi kutenganishwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kibali ni matokeo ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Kibali kinampa mtu mwelekeo wa kusikia sauti ya Baba. Unajua nini cha kufanya hata bila kufundishwa. Mtu akiwa na kibali anajua nini cha kufanya hata bila kufundishwa. Kibali ama mtu mwenye kibali anapewa hekima ambayo si ya kawaida. Kibali upana wake ni watu hawaishi kwa akili tu, wanaishi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kibali kwa lugha yako nini, unakuwa una sensi, unasikia sauti ya Mungu. Utumii tu akili. Kibali kinampa mtu anaongozwa na sauti ya Mungu katika maisha yake. Kibali. Kabla kushinda nje, kwanza lazima ushinde ndani. Mawazo yako ya ndani, tamaa, hofu, kiburi lazima vihame. Kibali kikubwa kinatawala nafsi zao. Mtu mwenye kibali kubwa ana uwezo wa kutawala nafsi yake. Ndio, kibali sio jambo la msimu. Kibali ni jambo endelevu.